sana katika kliniki ya afya ya mapenzi tokea Mwanza. Mada ya leo inasema mpenzi asiyependelea kufanya bidii katika mapenzi ya kitandani. Mpenzi asiyependelea kufanya bidii katika mapenzi ya kitandani na hasara zake. Mpendwa, kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, tafadhali sana subscribe. Ukakosa mambo mengi sana. Ukisha subscribe, ukibofya subscribe pale, itatokea kengele, bofya na ile kengele. Ili usije ukakosa mada inayofuatia inayosema mtu anayemlazimisha mwenzie kufanya mapenzi. Wanaume wana tabia kulazimisha watu kufanya mapenzi wake zao. Kama mwanamke hataki, hiyo ni mada ambayo inafuata. Kwa hiyo usije ukaikosa mada hiyo, tafadhali subscribe, alafu bofya na ile picha ya kengele pale ili upate taarifa pale ninapokuwa nimeweka video haraka iwezekanavyo. Kuna mambo mengi sana ambayo yanatokea kwenye mahusiano ya kimapenzi na hasa yale mapenzi ya kitandani ambayo hayazungumziwi sana. Ni rahisi sana kuzungumzia juu ya uchepukaji mkubwa uliopo kati ya wanawake na wanaume. Ni rahisi sana kuzungumzia juu ya migogoro mbalimbali ambayo inatokea katika mahusiano ya kimapenzi, lakini wengi wanapata shida kuzungumzia utendaji kazi katika eneo hili. Kuna watu wako ndani ya ndoa, inapita mwezi hawajafanya mapenzi. Kuna watu wako ndani ya ndoa, kila mtu ana chumba chake, analala kwa kitanda chake. Kuna mtu yuko ndani ya ndoa, nimeongea na mama mmoja juzi, huu ni mwaka wa 8 anachepuka, mwaka wa 8 anachepuka. Alafu ananiuliza, daktari, kwa nini nashindwa kuachana na huu mchepuko? Kani imagine, huyu ni mke wa mtu, yeye mwenyewe anakiri kwamba ni mke wa mtu na anatembea na mume wa mtu. Huu ni mwaka wa 8 nachepuka, lakini nataka kuachana naye kwa sababu za kidini, lakini nashindwa. Mama wa miaka 46, imekuwaje mwaka wa 8 huu bado mume wako hajakugundua? Mwaka wa 8 huu bado unafurahia tendo la ndoa nje ya ndoa zaidi kuliko ndani. Inakuwaje? Haya ni masuala ambayo watu wengi hawajiulizi na kuweza kutafuta mzizi wa hili tatizo linatokea wapi. Na kwa hiyo unakuta watu wako kwenye harusi, mama anazungumza mambo, baba anazungumza mambo ambayo mara nyingine ni upotoshaji. Kwa mfano, wao wanasema kwamba usishike simu ya mume wako, simu inavunja ndoa. Sio kweli kwamba simu inavunja ndoa jamani. Eti uambie usishike kisu, kisu ndio kinachoua watu. Kwa hiyo vitunguu utakatia nini? Ukiambia usishike kisu, sio kweli kisu kina uwezo wa kuua, lakini jinsi gani unakitumia. Kwa hiyo utakuta watu kabisa wamekomaa kabisa, simu zinaua, zinaharibu ndoa, usishike simu. Unaweza kuona, yani watu wamekuwa distracted, wameondolewa kwenye kuangalia chanzo cha matatizo ni nini. Wanapeleka kwenye vitu vingine ambavyo sio vyanzo. Sasa fikiria huyu mama mwaka wa 8 anachepuka. Hebu fikiria huyu madada ananiambia, daktari, mwaka wa 2 unachepuka. Mwaka wa 2 na ni mlokole, anaimbisha praise kanisa la kilokole, anasema mwaka wa 2 unachepuka. Sasa vitu kama hivi tunaviona au unavisikia, alafu watu wanavichukulia tu poa poa tu. Watu wanavichukulia tu poa poa. Ni vitu ambavyo vinaathiri, kwa sababu watu watakapokuja achana, wanaoathirika ni watoto. Watoto ndio wanaoathirika. Watu wanapokuja kuachana, watoto ndio wanaoathirika. Au kama mwanaume hela zote anazipeleka kwa mchepuko, watoto wanaathirika. Watoto wanakula dagaa, mchepuko anakula kuku. Sasa haya mambo yote tunayaona, tunaelewa, lakini bado hatuyatafutii ufumbuzi halisi. Ukitaka kung'oa mti, ng'oa mpaka mizizi, sio unakata tu matawi, itaota tena. Kuna washauri wengi wa ajabu wako mtandaoni, washauri wako wako mtandaoni, wanaongea vitu kama vile uchekeshaji vile, kama vile ni comedy, na watu kule wanacheka. Sawa, kutokana haya mahusiano ya kimapenzi, lakini watu wanatengenezea comedy humu. Na huyu mtu ameitwa yuko kwenye seminar, badala ya kufundisha watu waangalie chanzo, anafundisha watu waangalie
matawi na majani yake. Kwa hiyo katika video hii ya leo nataka uweze kuelewa inakuwaje nafikia hatua mtu mwanaume au mwanamke anajikuta tena hapendelei tendo la ndoa. Analiona tendo la ndoa kama vile ni kazi ya kupiga deki au kazi ya kupiga pasi nguo. Yaani unafanya tu basi tu kwa sababu lazima nguo ipigwe pasi. Sasa hali hii haipendezi. Sasa sikiliza, na kesi hapa chache ambazo ningependa nizilete kwako uweze kuziona ukweli wake. Dokta, nahitaji msaada wako katika ndoa yangu. Niko ndani ya ndoa, huu ni mwaka wa 13. Lakini toka tumeanza uhusiano wa kimapenzi na huyu mtu ni mwaka wa 16. Naona nashindwa kabisa kumwelewa mke wangu. Ningependa sana niwe na uhusiano wa kimapenzi ya ndani mazuri na mke wangu na kutengeneza connection nzito kwa ajili ya tendo hilo la ndoa, lakini naona mke wangu anaona tendo la ndoa kama vile ni kazi ya kuosha vyombo baada ya kula. Kwa kweli dokta, napasa nimuombe mara kwa mara. Yaani mimi ndiye nayeanzisha. Najisikia vibaya sana ninapoanzisha alafu nakutana na mtu anasema anafanya tu basi, badala ya kuona kwamba hii ni fursa ya yeye na mimi kuonyeshana mapenzi katika eneo hili. Lakini yeye anaonekana kabisa kwamba anasikitika au ameumia pale ninapoomba tufanye tendo la ndoa. Siwezi nikakumbuka mara ya mwisho ambapo mke wangu alinihitaji katika tendo la ndoa. Sikumbuki dokta, katika ndoa hii ambayo sasa hivi ina miaka 13. Najisikia aibu sana kukiri kwamba kitu pekee ambacho kinanifanya mimi nijisikie kwamba napendwa na mwanamke ni tendo la ndoa. Dokta, sikudanganyi. Nimejitahidi kila kitu kumfanyia mke wangu. Chakula napika, nguo mara nyingine nafua, watoto nawaogesha. Dokta, najisikia vibaya sana kuandikia hili, lakini nahitaji msaada wako kwa sababu ni kweli nampenda mke wangu. Yaani tendo la ndoa tunapofanya, yaani halina utamu wote, basi tu ni ile kwamba umetua mzigo. Sasa kwa sababu mimi nimeokoka kuchepuka naogopa, lakini inapasa tu nipokee kile ninachopewa. Nimeanza sasa hivi kuwa mtu wa hasira dokta, na ameanza kumchukia mke wangu. Nahitaji msaada wako kwa sababu hii inaniumiza akili yangu. Sasa unaweza kuona kilio hiki kinawagusa wanaume wengi na vile vile hata wanawake. Kuna mwanamke ambaye angeweza kusema maneno kama haya. Sasa basi, naomba unisikilize tafadhali. Hivi mwanamke na mwanaume tunatofautiana, na kama tunatofautiana lazima tukubaliane kwamba kuna mahali mtu anapaswa afanye vitu kwa kuelewa kwamba nampenda mwenzangu, lazima nijitoe kwake kikamilifu japokuwa sijisikii. Sasa basi, hii hali ya kutokujisikia inatoka wapi mpaka mtu anamkatalia mwenzi, wakati Biblia inazungumza wazi kabisa kwamba msinyimane. Kitabu cha Wakorinto sura ile ya 7, sikumbuki ni Wakorinto wa kwanza wa pili, lakini kwenye sura ya 7 inasema msinyimane tendo la ndoa mpaka pale mmekubaliana. Naona mpaka pale mmekubaliana kwamba bwana tusifanye hivi kwa sababu tunafunga, tunamuomba Mungu. Hiyo ni Biblia inazungumza, tafuta kwenye Wakorinto wa kwanza wa pili, lakini ni sura na uhakika ni ya 7. Kwa hiyo inasema kwamba kumnyima mwenzio mpaka mwe mmekubaliana, mmeridhiana. Kama vile Waislamu uruhusiwi kuoa mke mpya wa pili au wa tatu mpaka yule mke wa kwanza amekubali. Sasa kuna watu ambao wananyimana tendo la ndoa bila kukubaliana, na ndio hii inaleta uchungu. Huyu mtu uchungu anautafutia mchepuko, anashangaa mchepuko umedumu miaka 8. Sasa ndio hapo mwanaume anaambiwa mtoto huyu ni wa kwako, kumbe sio wa kwako. Sasa hali hii inatisha. Sasa tuna hivi. Nazungumza hili jambo hapa mnaliona kwamba najijua, lakini kutokana na shuhuda ambazo nakutana nazo za watu ambao nimewatumia video na majarida ya jinsi ya kumwandaa mwanaume
na wa kumwandaa mwanamke, ninao ujasiri wa kusema kwamba watu wanahitaji hii elimu. Ngoja nikusomee message kutoka kwa huyu mdada uweze kuona mambo ambayo nazungumza hapa uweze kuelewa. Anasema hivi: Dokta, mume wangu alinipenda sana toka nikiwa girlfriend wake mpaka kuwa mke wake wa ndoa, lakini kila siku zilipokuwa zinasonga niligundua upendo wake unapungua sana kwangu. Mawasiliano ya wanawake tofauti tofauti nilikuwa nayaona, napambana nayo sana, ila nilifikia kugonga ukuta, na jawabu lake kubwa, mke wangu nakupenda, lakini matukio dokta ya uchepukaji hayaishi. Sasa siku nilipoona video zako hapa YouTube, ilikuwa ni siku ambayo nilikuwa nimepanga kabisa kuchukua maamuzi magumu dhidi ya hii ndoa, ila Mungu ndiye aliyenionyesha mafundisho yako hapa YouTube, na nikaanza kukusikiliza, nikakuelewa na nikakutafuta. Ukanitumia jarida na video za jinsi ya kumfanya mwanaume awe mpole kama bata. Dokta, nimezifanyia kazi. Huwezi amini, mume wangu katulia sana, ananisikiliza mpaka amenipatia kadi ya benki ATM, kanipatia mimi, ndo nafanya mipango ya familia. Nashukuru sana, maana ananishirikisha kila jambo, na hata akiwa mbali na mimi anajitahidi kuwasiliana na mimi mara kwa mara. Dokta, umenisaidia kuifufua ndoa yangu, ilikuwa imekaribia kufa. Sasa ni hivi, naomba nisikilize hivi. Sasa usipojua tofauti iliyopo kati yako wewe na mwenzio, utapata shida sana kumwelewa na unaweza utamchukia. Sasa mwanaume anapaswa ajue kwamba mwanamke anahitaji maandalizi yasiyopungua dakika 14.8 kabla ya kuingiliwa. Sasa wewe mwanaume huhitaji maandalizi marefu sana. Yaani kisha simama tu unatamani tu ingie, umuingizie. Sasa hii tabia ya kukojolea mwanamke, unamkojolea alafu unamwacha afiki kileleni, wanawake wanaichukia. Naomba tuelewane jamani. Naomba tuelewane, sawa? Maharage yanachukua muda mrefu kupika, sio sawa sawa na mchicha. Sawa? Maharage unapopika mchicha ndani ya muda mfupi umeiva, lakini maharage yanachukua muda mrefu. Kwa hiyo huwezi kulinganisha kupika mchicha na kupika maharage. Sasa mwanaume ni kama mchicha, hauchukui muda mrefu tu unapata chaji, lakini mwanamke sivyo alivyo. Kwa hiyo lazima mwanaume ajue kwamba mwanamke ana maeneo 17 na kila eneo lina ufundi wake. Sasa mwanaume ambaye hajui maeneo haya 17, anajua mambo manne tu, maeneo manne ya kumchezea mwanamke, kwa uhusiano wa muda mrefu huyu mwanamke atachoka. Akichoka, hakuna mtu ambaye anafurahia kufanya biashara isiyo na faida. Kwa hiyo anapoona mara nyingi hafiki kileleni, hisia zinakata. Kwa hiyo ataanza kugomea. Sasa akizingatia labda wewe ni mbahili au wewe ni mwenye hasira sana, unajibu kwa mkato, huna muda wa kukaa na yeye muda mrefu, hata outing humtoi, hata kumpa vizawadi humna, kumsifia hamna, akichanganya na hayo yote. Alafu simu yako umeweka password, hawezi kuingia. Huyu mwanamke kama hajaokoka sawasawa, atatafuta dudu jipya la kumsugua sawasawa. Ndio huyu mama miaka 8 yuko ndani ya uchipukaji, miaka 8. Anasema, kwa nini nashindwa kumwacha dokta? Nikamuuliza, mume wako ana kasoro gani? Akasema ni mwenye hasira, majibu ya mkato, mambo ya kibabe. Hivyo tu. Hajazungumzia kwamba tatizo la kuwahi kumaliza, anaishia goli moja. Hajazungumzia haya. Amezungumzia haya na mimi sikutaka kumdodosa sana. Kwa sababu nikamwambia ushauri unalipa shilingi 5,000 alafu akaishia mitini. Sasa mimi sio redio bwana, nisikiliza tu. Kwa sababu ile mali una simu yako ina betri. Mimi sio redio. Ukipata ushauri unanilipa. Sasa anyway, nataka kuzungumza ni nini sasa na mwanamke mwingine naye. Mume wake alikuwa amesafiri. Kwa ameenda kumki masomo miaka 2.
kapata mchepuko. Sasa mchepuko huu una dudu nene kuliko la mume wake. Sawa? Sawa? Sasa imetanua uke wake. Sasa mume wake amerudi, anakuta kwamba uke unapwaya. Sasa yeye mwenyewe kama mwanamke anaona kabisa kwamba mume wangu anahangaika, hapati msuguano aliokuwa ameuzoea kwa sababu uchi umetanuka. Sasa ananipigia simu, ananiambia daktari, nimesikia unayo dawa. Unayo dawa? Nikamwambia ndio. Dawa ipo ya kubana uke, ipo. Akasema sasa ikishabana itapasa niachane na mchepuko. Nikamwambia ndio. Akaishia mitini. Unaweza kuona jinsi gani ilivyo. Kwa maneno mengine, kama mwanaume asingesafiri kwenda masomoni, asingekutana na utamu wa dudu nene ambalo amelingangania. Sawa? Asingekutana na utamu wa dudu nene ambalo amelingangania sasa hivi. Hataki kuliacha. Japokuwa linamletea madhara kwenye ndoa yake. Sasa hebu fikiria wewe mwanaume, uniangalia. Kama huyu ni mke wako, anatembea, huu ni mwaka wa 8, anatiwa na mwanaume mwingine. Hapa katika miaka 8 yote hawa watoto wote maisha ni salama, ni wako kwao wote, ndio kwao. Sasa hilo ulijui. Na hakuna mtu atakaye kutonya. Sababu watu sasa hivi wamehalalisha kuona kuchepuka ni kama kitu cha kawaida. Dada huyu mwingine, nakupa story ya kweli. Huyu ni dada ananipigia simu, dokta. Sasa dada yangu anachepuka. Anasema dokta, dada yangu anachepuka. Sasa tunaenda na mtoto, tuna mtoto wa mwaka 1.5 miwili. Tunaenda hotelini, mimi naachiwa mtoto, yeye anaingia na dume chumbani. Kwa hiyo mwanaume anaamini kwamba mke wangu ameenda na mdogo wake. Sawa? Ameenda na mdogo wake auti. Yeye yuko busy anaangalia mpira. Kati mke wake anatiwa kwa kujolewa na mwanaume mwingine. Sasa sio hata kama mtoto ni wako wake au vipi. Kwa hiyo unazungumza vitu na kupa stories za kweli. Ndio mwanamke naye sasa ni ule upande mwanamke. Sasa kuna wanaume. Ngoja kusoma, kuna message moja hapa I think kutoka kwa mwanaume. Ngoja nitafute. Kuna message moja kutoka kwa mwanaume, hii na yenyewe inasikitisha kidogo. Ngoja nitafute kama nitakumbuka, nilikuwa sijamsave huyu mtu. Lakini ngoja nimtafute kama nakumbuka profile yake ilikuwaje. Anasema dokta, zamani nilikuwa nimezoea mume wangu unasimama vizuri nikiamka, siku hizi hausimami. Naona bwana. Sawa. Okay, hebu ngoja nikupe story. Sikiliza, ngoja huyu hii ni story nyingine. Anasema hivi, angalau dokta, nimepata kile cha dawa ya kibamia, ingawa nilishakata tamaa, maana rafiki yangu mmoja akanisisitiza kwamba nichukue dawa yako ya kuongeza ukubwa wa uume kwa sababu ilishawahi kumsaidia. Naomba nikutumie hela, unitumie, niko Dar es Salaam maeneo ya Kigamboni. Unaweza kuona yani huyo ni yuko na mwingine, lakini kuna kaka mmoja amezungumza kitu ambacho bahati mbaya nilikuwa sijaimaki namba yake, lakini hivi vitu vipo katikati ya mahusiano ya watu. Mtu ana tatizo la kuwahi kumaliza, anaishia goli moja, alafu anakaa tu hivyo hivyo, hachukui hatua. Hii inaleta majanga ndani ya ndoa. Kwa hiyo mwanamke naye sasa anahitaji kujua jinsi gani ya kumhamasisha mwanaume. Nilikuwa natengeneza video moja jana mpya ya kuweka kwenye, na wale wanaonunua hizi video wanazozituma, nilikuwa naangalia jana. Nikutana na video moja ambayo nimeshatengeneza. Jinsi gani mwanamke anatoa ushirikiano. Yaani wameanza kula denda hivi, wanakula denda hivi, lakini mwanamke mkono wake umeshika dudu la mwanaume. Wanakula denda, analisugua kwa mkono. Wamekula, yaani kila anapofanya hivi kidogo anajitahidi at least awe anaweka kwenye contact na mwanaume. Ameshika lile dudu la mwanaume, analichezea. Sasa ngoja kwa nini nimeleta hiyo? Jana tulikuwa na record hiyo video ambayo tutakuwa na user yenyewe katika hizo seti yenye video 50 na hivi. Ni kwamba unajua kwamba kuna zile dawa ambazo naambiwa kabla hujainywa hii dawa inapaswa itikise kwanza, zile dawa za maji, sawa? Sasa mwanamke asiyejua kwamba mwanaume ana maeneo 14 na kila eneo lina ufundi wake, ni muhimu sana huyu mwanamke atashindwa kutikisa zile dawa zinazosababisha asikie hisia, hata afike kileleni atashindwa kutibua vile vichocheo ambavyo vinasababisha yeye afike kileleni, afurahie tendo la ndoa kwa kiwango kikubwa. Sasa kuna kesi nyingine nimekutana nayo wiki iliyopita.
mwanamume analalamika kwamba mke wangu uke wake ni wa baridi. Unaweza kusema daktari, mke wangu uke wake ni wa baridi. Sasa hili mwanamke hajaambiwa. Mwanamke hajaambiwa uke wake ni wa baridi. Kwa hiyo wewe unaposubiri uambie sijui uke wako umetanuka, sijui uke wako ni wa baridi, sijui uoshi vizuri uchi wako vizuri unanuka, usisubiri kuambiwa. Ndio Waswahili wakaja na msemo unasema kwamba jiongeze. Sasa basi mwanamke lazima ajue kwamba mwanaume ana maeneo 14 na kila eneo lina ufundi wake. Sasa asipojua jinsi ya kumhamasisha mwanaume, huyu mwanaume atachoka. Hebu tusikilize kesi nyingine hapa. Dokta, mimi ni mwanamke mwenye umri wa miaka 34 na najisikia na mimi niko kwenye tatizo kama hilo hilo la huyo kaka uliyemsema kwamba yuko ndani ya ndoa miaka 13. Dokta, mimi kutokana na uzoefu wangu ambao ni wa ndoa ya miaka 11, mwanzoni mwa uhusiano wangu na mume wangu tulikuwa tunafanya tendo la ndoa mara kwa mara, yaani kama vile kila siku tuko kwenye honeymoon. Kipindi hicho dokta, mara moja nilikuwa nafika kileleni, lakini siku hizi sifiki kileleni kabisa. Japokuwa mume wangu anaonyesha ana nia ya kutaka kunifikisha kileleni, lakini mara nyingi sifiki kileleni. Unaweza kuona kabla alikuwa anafika kileleni ingalao mara moja. Sasa uke wake ulikuwa haujatanuka. Baada ya kujifungua uke umetanuka, hapati msuguano wa kutosha. Vile vipokea hisia ndani ya uke havisuguliwi vya kutosha, kwa hiyo hafiki kileleni. Anasema hivi, sasa mume wangu anajitahidi na anaonyesha nia ya kutaka kunifikisha kileleni, lakini dokta, sifikagi kileleni. Sasa hivi imefikia hatua naona tendo la ndoa ni kama kazi ya kupiga deki. Mume wangu kila siku anahitaji tendo la ndoa, anaona ndio njia ya kunionyesha mimi mapenzi, lakini dokta, imefikia hatua nimeanza kuchoka. Na sio hilo peke yake, inanitisha, maana naona kuchepuka hakuko mbali. Maana marafiki zangu wote wanazungumzia utamu wa tendo la ndoa, mimi siusikii. Dokta, inanitisha, nisaidie nisije nikaangamia. Biblia inasema pasipo maarifa watu wanaangamia. Sasa huyu ni mwanamke anamlalamikia mume wake. Mume wake anaonyesha nia, lakini mume wake hana ufundi wa kutosha. Je, mwanamke mwenye maumbile ambayo yametanuka unafanyaje? Kuna mikao gani? Na yeye kama mwanamke vile vile kuna mkao, kuna mtindo ambao unaitwa pompaya. Mtindo wa kufinya uume, wa kuubana uume unapokuwa mwanaume ameingiza dudu lake, jinsi ya kuubana ili utengeneze msuguano wa kutosha kwa mwanaume na kwako wewe mwenyewe. Huo mtindo kwenye hizo video unaitwa pompaya. Kuna video 2. Na leo naenda kuweka ya 3 inahusiana na jinsi ya kufinya uume. Hii ya 3 inaonyesha kabisa watu wamepima jinsi uume unavyoingia ndani ya uke. Unaweza kuona kabisa jinsi uume unavyoingia mpaka unaenda unagusa kwenye kizazi. Sasa jinsi gani sasa ya kuubana ili kumtengenezea mwanaume msuguano wa kutosha ili apate raha ya kitendo ya hali ya juu. Sasa mwanaume anayefika kileleni kimya kimya, hakuna miguno, hakuna hata vijikelele, huyo ni mwanaume ambaye hafurahii tendo la ndoa na wewe, na si ajabu baadaye yeye akaanza kukuacha. Hebu sikia message hii imeingia sasa hivi. Anasema hivi, habari dokta, mimi nina shida, sijisikii raha nikishiriki tendo na mume wangu na sijawahi kufika huko kileleni. Watu wanakosema, natamani sana nisikie utamu huo na mimi nipate hiyo raha ya dunia. Babangu, naomba unisaidie. Haya, namtumia message sasa hivi. Unaona message imeingia sasa hivi, sawa? Message imeingia sasa hivi. Naomba nimtumie message nimwambie hivi, ndoa yako ina muda gani? Ngoja nimuulize swali hapa uweze kuona. Ngoja nimuulize swali. Namuuliza ndoa yako ina muda gani na je, ulishawahi kujichua? Ngoja atajibu sawa, nitakuletea jibu lake. Lakini kabla sijajibu hilo sijapata jibu hapa, nataka nikusomee message nyingine uweze kuelewa haya mambo yanatokea na yatakusibu hata wewe. Kwa kitu nimeongea hapo nikatamani niongezee kitu kingine, lakini kimenipotea baada ya kusoma message. Sikiliza. Dokta,
nimekuwa ndani ya ndoa miaka 9 na mara nyingi mume wangu anapenda mimi niwe nakae juu, namkalia dudu, yani anakuwa juu, mwanaume anakuwa chini. Lakini dokta, mkao huo bila kuandaliwa vizuri, naona kama vile ni adhabu kwangu. Narudia tena, dokta, niko ndani ya ndoa miaka 9, lakini mume wangu anapendelea sana mkao wa mimi juu yeye chini. Lakini dokta, mkao huo wa mimi juu yeye chini bila kuandaliwa vizuri, kwangu naona kama vile nimepewa adhabu. Yaani ni afadhali nisifanye tendo la ndoa. Kwa sababu gani? Mara nyingi najisikia vibaya kufanya mapenzi kwa kujilazimisha. Huwa nafanya tu kufurahisha mume wangu. Dokta, najiona kama vile natumiwa tu, maanake sifaidi chochote. Nimeanza kulichukia tendo la ndoa na kumchukia mume wangu vile vile. Ndoa hii ya miaka 9. Sasa kitu nasema ni hivi, ni kwamba kama vile mpira zinazocheza ni timu mbili, kama vile mpira zinazocheza ni timu mbili, lazima kila mmoja awe analeta mashamshamu huku na huku. Sasa inapokuwa tu ni mmoja tu anayehangaika siku zote, mwingine hahangaiki, akili nasema hapa bwana, hapa unatumiwa tu. Unatumiwa tu kwa sababu unahangaika, mwenzio hahangaiki. Sasa yani wewe siku zote tu unampa rafiki yako zawadi, lakini yeye hakupi zawadi. Inapendeza hiyo? Inapendeza hiyo? Sasa basi, umeomba mke umepata, umeomba chumba umepata, lakini tambua hivi, kama vile mtu anayeomba mvua, mvua itakuja lakini itasababisha matope. Kwa hiyo lazima ujue mbinu za kuondoa yale matope. Sio anza kulaani mvua. Sema ondoa ni kitu kibaya. Ndoa siku hizi hazifai. No. Shida ni kwamba watu hawajajifunza jinsi ya kuondoa matope. Mungu amekuletea kitu kizuri, mvua. Sema Biblia inasema kwamba mtu apataye mke apata kitu chema na baraka nyingi kutoka kwa Mungu na kibali kutoka kwa Mungu. Sema mtu apata kitu chema. Hasa watu siku hizi wanasema ndoa ni kitu kibaya, wakati Mungu amesema ni kitu chema. Unaweza kuona jinsi gani ilivyo hatari. Kama Mungu amesema ndoa ni kitu chema, lakini watu siku hizi wanasema ndoa ni kitu kibaya. Kwa sababu gani? Kama vile mvua ni nzuri, ila lazima itasababisha matope. Biblia katika kitabu cha Mithali sura ya 14 mstari wa 4 inasema hivi: pasipokuwa na ng'ombe zizini, zizi linakuwa safi. Lakini ukipata ng'ombe wakakaa zizini, wana faida kubwa. Sasa ukiona shida ya kuzoa mavi ya ng'ombe, usitamani maziwa. No, achana na ng'ombe, achana nao kabisa. Waone tu kwenye TV ng'ombe. Lakini kama unataka kufuga ng'ombe, lazima utarajie kwamba kuna kinyesi kitakuwepo. Sasa shida ni kwamba watu hawataki kutafuta mbinu za kumfanya mwenzie afurahie uwepo wake ndani ya ndoa. Hakuna mtu anafanya bidii. Unafikia tu mambo ya rahisi tu, kama vile unavyo scroll kwenye simu. Unaona kwenye scroll, una scroll. Niangalia kama dada amejibu message. Anasemaje? Niko ndani ya ndoa miaka 8 sasa hivi. Sina habari za kujichua mie. Unaweza kuona, anasema yuko ndani ya ndoa mwaka 8, mwaka wa 8 hajafika kileleni. Wakati kuna mwenzia huko mwaka wa 8 anachepuka. Angekuwa wanafahamiana, labda wewe na wewe unapotea bure. Miaka 8 hujafika kileleni, kuna michepuko kibao. Sawa. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani ilivyo ngumu sana ndani ya ndoa. Haya mambo yapo na napaswa yafanyiwe kazi. Kwa hiyo lazima ujue mambo mbalimbali, mikao mbalimbali, vitu na madoido mbalimbali ya kufanya. Nimalizie na message hii kutoka kwenye faili langu. Dokta, najiona kama vile labda mimi nina kasoro kutokana na ninavyowasikia wanawake wengine wanavyozungumzia juu ya utamu wa tendo la ndoa, na wengine wanasema kwamba huwa wanafika kileleni hata mara 4 mara 6. Dokta, mimi ni mdada mwenye umri wa miaka 32 na naona kwamba tendo la ndoa ni kama vile shida tu kwangu. Nafanya hivyo tu kwa ajili ya mume wangu kwa sababu nimeapa kumtumikia yeye. Lakini dokta, sina matarajio ya kufikishwa kileleni.
Yaani ninachotamani ni kwamba amalize ili niweze kulala. Anajitahidi kutaka kunisaidia kwa ujumla, lakini mimi huwa najifanya tu kwamba nimefika kileleni, namdanganya. Lakini daktari huwa sifikie kileleni. Daktari anajua hii hali sio ya kawaida, nahitaji msaada wako. Yaani kweli sio hali ya kawaida. Kwa ni jambo la msingi ufahamu kwamba maandalizi ni kitu cha msingi sana. Sasa mwanamke ambaye hawezi kumsaidia mwanaume asimamishe mara ya pili, ya tatu, ya nne, mwanaume aliyeishia goli moja anakuwa hajamaliza hamu yake ya tendo la ndoa. Anakuwa hajamaliza. Hebu fikiria, huyu mwanamke wa miaka 43 anasema, daktari, kwa mara ya kwanza, nimemtumia video huyu mama wa miaka 43. Anasema kwa mara ya kwanza mume wangu ameweza kwenda magoli 3. Kwa mara ya kwanza toka nioe ameweza kwenda raundi 3. Kwa mara ya kwanza. Ni baada ni kumemtumia video. Huyu ni mama wa miaka 43. Na hiyo sio shuhuda moja. Tembelea kwenye page yangu ya Instagram au TikTok, utakutana na shuhuda mbalimbali. Sitoi hadithi za paka na panya. Kwa hiyo kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, tafadhali subscribe. Na kisha subscribe, itatokea kengele pale. Ibofye ile kengele ili nitakapoweka video nyingine upate taarifa. Kwa sababu kuna kaka mmoja kanipigia simu kutoka Rwanda jana kwenye WhatsApp. Ananiambia, daktari, mbona siku hizi sioni video ni mpya? Nikamwambia wiki hii tu nimeweka video 2. Ni kwamba umesubscribe lakini hujagonga kengele. Ukigonga ile kengele mwanake unamwambia, ukigonga kengele inatokea maandishi hapa. Anakuambia all au some au nini. Weka ile all. Yaani kila video nitakuwa naweka utapewa taarifa. Kwa hiyo usisubscribe tu peke yake, subscribe alafu gonga ile kengele alafu click all. Yaani kila video nitakao naweka hapo upate taarifa. Itakusaidia sana kufaidika na mafundisho yangu hapa. Kuna video nyingine inakuja kama nilivyozungumza, wanaume wanaolazimisha wanawake kufanya mapenzi. Hiyo ni video nyingine inakuja haraka sana. Kwa hiyo usije ukaikosa. Na kwa nini hali hiyo ipo? Na je, inaweza kuepukwaje? Hii ni kliniki ya afya mapenzi. Maelekezo yote nakuwekea hapo chini ya jinsi ya kupata videos na majarida ya jinsi kumnogesha mwenzi. Kuna video zaidi ya 50 kwa gharama shilingi hii 10,000 tu. Video 50 kwa gharama sio 1,000, video 50 kwa gharama shilingi 10,000. Naamini kabisa. Dada mmoja kutoka Mbeya ndo amenifurahisha kweli. Ananiambia, daktari, nataka zote ulizo nazo zote. Shilingi ngapi? Nikamwambia Tigo Pesa imeingia. Watu wanaojua maana ya elimu. Na Mungu akubariki. Asante sana.